Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Taarifa Tanzania na mashabiki wa Simba kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa na kuelekea katika mchezo wa finali raundi ya kwanza dhidi ya RS Berkane. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wetu hapa katika jiji la Casablanca, Morocco. Tangu tumewasili jana tulipata nafasi ya kufanya mazoezi yetu ya kwanza, na leo tena asubuhi tumefanya mazoezi yetu mengine ya pili katika huu mji wa Casablanca majira ya saa 4 asubuhi sawa na saa 6 kwa saa za nyumbani Tanzania. Mara baada ya mazoezi yetu ya hii leo asubuhi majira ya saa 10 jioni tutaanza safari ya kuelekea katika mji wa Saadia tayari kabisa kuwafuata wapinzani wetu. Tutaondoka hapa kwa ndege tuliyokuja nayo, msafara wa watu wote ambao tumekuja kutoka Tanzania. Tutaondoka hapa saa 10, tutafika Saadia mida ya saa 11, vijana watapumzika, na kesho tutafanya mazoezi yetu katika uwanja wa Manispaa ya Berkane, uwanja ambao tutakwenda kutumia kwa ajili ya mchezo wetu. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao kwa baada ya mazoezi ya jana na leo wote wako vizuri. Tunasubiri mazoezi yetu ya mwisho ya kesho ambayo itampa taswira mwalimu nani aende naye kwenye mechi ya kesho kutwa. Mwalimu ametumia program ya jana na leo kutengeneza mipango ya kimbinu na kiufundi kuelekea katika mchezo huu, na ndio maana mnaona hata ninyi waandishi ambao mmekuja kutoka Tanzania, mwalimu hakutaka kuwapa nafasi ya kuhudhuria mazoezi yake ili yeye atengeneze mpango kazi wake wa kiufundi na kimbinu kuelekea katika mchezo huu. Kimsingi na kifupi ni kwamba maandalizi yetu yanakwenda vizuri. Mpaka hivi sasa tuko salama sana. Hatujapata changamoto ya aina yoyote ile hadi kufika hii leo. Tunategemea pengine purukushani zinaweza zikaanza kesho baada ya kufika katika mji ambao tunakwenda kucheza mchezo wetu, lakini kifupi tu ni kwamba tuko salama na tuko tayari. Semaji, tukiwa tunaendelea kufuatilia kile ambacho kinaendelea hapa, tunafahamu focus ni kwenye mchezo wa raundi ya kwanza ambao ni siku ya Jumamosi tarehe 17, lakini kuna taarifa zinaeleza kwamba CAF wametoa taarifa na kwamba maelekezo kwa TFF waelekezee maandalizi ya mchezo wa raundi ya pili kule visiwani Zanzibar, kwamba uwanja wa Nyuama ndio tumeka kwa ajili ya mchezo huo wa raundi ya pili. Hili likoje na pengine mmeshalipata? Tumepokea taarifa hiyo na maelekezo ambayo nimeelekezwa na viongozi wangu. Niwaambie ninyi waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla ya kwamba kwa sasa uongozi wa klabu ya Simba umejikita kwenye maandalizi ya mechi ya tarehe 17. Fikra, maandalizi, mipango na kila kitu tumekielekeza kwenye mechi yetu ya kesho kutwa tarehe 17. Taarifa rasmi kuhusiana na uwanja wa mechi yetu ya tarehe 25 tutaitoa punde tu mara baada ya mechi yetu ya tarehe 17. Maana yake ni kwamba wana Simba hivi sasa wajikite kwenye kuelekea mechi yetu ya tarehe 17, tujikite maandalizi ya tarehe 17. Tukishamaliza maandalizi hayo, tukishamaliza mchezo huo, tutakuja kuwaambia mustakabali wa mechi yetu ya tarehe 25. Lakini kwa sasa wana Simba wote waendelee na maandalizi ya taarifa ya awali, kwa maana tiketi waendelee na mpango huo. Wale wa mikoani waendelee na mpango wa kuja Dar es Salaam mpaka pale tutakapotoa taarifa nyingine ambayo itakuwa taarifa rasmi mara baada ya mchezo wetu wa tarehe 17. Semaji, hongera sana kwa Simba Sports Club kwa hiki ambacho wamekifanya. Kwa sasa hivi tunapozungumzia michuano ya Confederation ni Tanzania Simba Sports Club na RS. Unaweza kutambua ubora wa Berkane kwa kuangalia mechi zao mbili dhidi ya Stellenbosch kwenye hatua ya makundi. Walimfunga Stellenbosch home and away. Jumla ya mabao 8 nadhani. Walimfunga 3 ugenini, wakamfunga 5 kwao. So Simba limanage kumfunga Berkane goli moja tu over 2 legs. So unaweza kuona kwamba Berkane ni timu bora namna hiyo, kwamba they can score, wanaweza kutengeneza chances kwa volumes kubwa.
wanaweza kulishambulia lango lako kama nyuki. Of course sio team very defensive, kwa sababu pia mara nyingi timu za North Africa zinakuwa defensive wakienda ugenini peke yake. So ambacho tutegemee kukiona kwenye mechi ya finali hapa Jumamosi, tutegemee Berkane watashambulia sana, kwa sababu wanajua kabisa kwamba watakapokuja Tanzania kule, nafasi yao kubwa itakuwa ni kuwekeza kwenye ulinzi, kwa sababu kwanza wamewahi kuja wakapoteza, nadhani walipoteza mabao 2-1 if not 1-0, kumbukumbu yangu haiko sawa sawa. Kwa hiyo hiyo historia itadictate aina ya mchezo ambao watakwenda kucheza kule. Lakini pia zaidi hata historia, kikubwa kitakacho dictate mchezo wa Dar es Salaam ni yale yatakayotokea hapa. Suppose mechi hapa imeisha kwa sare, obviously watalazimika kushambulia wakiwa kule ugenini. Kwa hivyo Berkane ni timu ambayo inashambulia sana, kwa sababu wanajua kabisa kwamba mtaji wao mkubwa ni kufunga magoli mengi. So hicho ndio kitu ambacho Simba anatakiwa kitegemee. Jeff, kila timu inakuwa na top player wake, na kwa upande wa RS Berkane tunaona kuna Hossa ambaye amefunga sana na ndio bora kwenye kikosi chao, lakini pia hata kwenye mechi anafunga kwa miguu yote na anapiga mashuti ya mbali. Simba wana udhaifu katika eneo lao la ulinzi. This time Shefondo Malona alikuwa na makosa yale anayojirudia. Nadhani kuna namna gani mkakati kocha Fabregas anapaswa kuingia nao ili kuhakikisha anawamaka, kwa sababu sio yeye tu, ana mawinga wa hatari zaidi. Kwa nadhani wote hapa nyinyi mnanifuatilia mimi kwenye social media. I believe hata watazamaji wenu. Juzi nilipost kitu kimoja nikimhighlight goalkeeper Musa Pinpin Kamara. Musa kwa mfano ukirudi Tanzania pale kwenye mechi kwenye magoli 11 ambayo amefungwa, sijui sana hesabu, lakini I believe karibu 80% ya magoli aliyofungwa ni magoli ya attempts za nje ya 18. Unaweza ukahesabu magoli dhidi ya Coastal Union, unaweza ukahesabu magoli dhidi ya KMC, Mashujaa, unaweza kuhesabu hata kwa mfano goli ambalo lilikataliwa dhidi ya Pamba, unaweza ukahesabu hata goli la Yanga ambalo ni mpira ambao origin yake ulitokea mbali, akaumisjaji, ulikuwa unatoka nje ambao alitakiwa uache tu. We can go back to goli dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo kwa udhaifu wa namna hiyo, it means kwamba kabla hata ya goalkeeper, wachezaji wa Simba lazima wawe very focused kwenye tight marking. Tight marking kwa maana kwamba huu ni mchezo wa finali ambao lazima kila mchezaji awe on point. Lazima watu wavuje jasho kweli. Na unazungumzia mabeki kutimiza wajibu wao kwenye kuminimize na kulinda mistakes za goalkeeper wao. Kwamba ushajua kwamba huyu goalkeeper ana weakness kwenye eneo fulani. Kwa hivyo unachotakiwa kufanya ni kupunguza mazingira ambayo hizo mistakes zinaweza zikatokea. Kwa hiyo hata huyo Osama, of course kazi kubwa ni kumfanyia tight marking, na hiyo tight marking lazima ianzie katikati ya uwanja kwa kina Yusuf Kagoma, kwa kina Fabrice Ngoma. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.